maandamano ambayo yaliweza kusambaratishwa na wahuni ambao walionekana kushirikiana pamoja na maafisa wa usalama. Ni suala ambalo linakusikitisha zaidi ya kwamba maafisa wa polisi ambao wanastahili kuweza kuwapa wananchi usalama wakati wa maandamano wanahusishwa na visa ambavyo havifai. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya kiusalama, wanadai kwamba swala kama hili linazua utata na linafanya wananchi wakose imani kwa idara ya polisi. Ni swala ambalo limeweza kuwekwa kwenye mizani na wananchi na ambalo limeweza kuwaghadhabisha wananchi wengi. Baadhi ya mambo ambayo yaliweza kufanyika ni kwamba kuna kijana mwenye umri wa miaka 22 kwa jina Boniface Mwangi aliweza kupigwa risasi na afisa wa usalama kwa jina Masinde Barasa, na ambaye aliweza kumpiga risasi wananchi ambaye hapo kwenye maandamano. Na ni swala ambalo kwa sasa limezua tumbo joto miongoni mwa wananchi, tukitaka haki, kutaka wananchi, kutaka maafisa maafisa hao wote wawili wameweza kukamatwa. Masinde pamoja na Duncan Kiprono wanasubiriwa kwa siku 15 ili uchunguzi uweze kukamilika. Nikiripotia Radio Taifa, Radio Kuna, Radio 47 kutoka jiji kuu la Nairobi, na 16 ya Mbora. Shangazo zaidi ni kwamba nilikuwa karibu na huyo kijana na nimetoka tu kununua barakoa kutoka kwake kabla hajapigwa risasi. Ni swala ambalo linakusikitisha. Wakati unanunua ukizungumza naye alikwambia nini? Huyu ni mwanabiashara mchuzi tu na alikuwa katika biashara zake. Na nilikuwa najua kisaikolojia umetatizika, maana ni mtu umenunua tu kwake barakoa alafu anapigwa